Bwana Venepa, mkimsikia kiongozi yoyote hao wanaojiita viongozi wa serikali haramu anasema kwamba Chadema au haya maandamano ya mwezi wa 7 tarehe 7 yatakuwa na fujo au vurugu au kitu chochote chenye nature ya fujo, vurugu, uchomaji na vitu kama hivyo, ndugu zangu, naomba mnitag au mshare hiyo post. Kama ni kiongozi, kama ni chochote kile, share hiyo kitu, nitumie nikinepa, kwa sababu ndugu zangu, sasa hivi tunaenda kiakili. Tumeshapata taarifa za watu walio castrate ule uchomaji na matukio yote yaliyoendelea Oktoba 29 mwaka 2025 siku ya uchaguzi. Kwa hiyo ndugu zangu, niliwataarifu juzi kati kwamba Brigadier Generali Petro Ngata wamepanga matukio makubwa kuliko ya Oktoba 29 ili kuidanganya dunia kwamba Watanzania wako hivi. Kwa hiyo vitendo watakavyovifanya vya kuchoma na uharibifu, safari hii itakuwa ni kwa ajili ya kuidanganya dunia. Kwa hiyo wataandaa na mavyombo ya habari na kila kitu, makamera na kila kitu. Kwa ndugu zangu, hii sasa hivi ni ya kuidanganya dunia. Ile choma walioifanya Oktoba 29 ilikuwa ni ya kutafutia sisi sababu ya kupigwa risasi, na vile vile ni sababu zitakazotumika kwenye kujilinda kwao. Na ndio maana mliwasikia siku chache mbele baada ya hapo rais haramu naye akatoka akasema kwamba kwa vitendo vile walivyokuwa wanafanya watoto wenu, kwa nini tusiwapige risasi? Ilikuwa rahisi sana kusema, kwa sababu ni vitendo vilivyokuwa vimepangwa tokea mwanzo. Kwa hiyo ndugu zangu, mkiwasikia viongozi wote ambao wanasisitiza au wanaongelea swala la vurugu kufanyika siku ya tarehe 7 mwezi wa 7, ndugu zangu, nitagini kwenye hizo post. Naomba mnishare hizo post, nataka kuziona na nataka kuona au viongozi wanaosisitiza hizi kauli, kwa sababu tayari tuna information za ndani Vinepa. Kwa hiyo tuna coordinate mambo. Kwa hiyo mkimsikia yoyote ule Vinepa, turushieni wanangu, tuna coordinate mambo tayari, tuna taarifa ambazo tunazo. Kwa hiyo tunajumlisha tu, tunaweka vitu pamoja. Sasa hivi hatuendi kinyonge. Yaani ya mambo siku yanayoenda kutokea tayari tuna jalada letu tulishaliandaa kabisa. Hatuendi kipofu, hatuendi vipofu. Bwana, njoo na mwewe hapa, tunaongea mitandaoni kama vile tunaongea mimi na wewe. Tuna vyama vya siasa ambavyo vinachangiwa na matajiri, na tuna vyama vya siasa ambavyo vinachangiwa na watu wenye hali ya kawaida, hali ya chini, maskini, wasiokuwa na chochote, mpaka mtu anatoa hela yake ya mwisho 100, shilingi 50 anakitolea chama. Na tuna chama ambacho chenyewe kinachangiwa na matajiri kwa sababu ya faida zao, kupunguziwa makodi, kupata urahisi wa kufanya biashara zao na nini. Hautawaona wakikichangia chama kama Chadema. Kwa nini? Hawana imani kwamba kitashika dola, na wao labda itafika siku watawahitaji hawa Chadema kisiasa, maana hivi vitu haviepukiki ndugu zangu. Sasa tunaona maskini wanatoa hela yao ya mwisho, tunaona watu wenye maisha ya kawaida, tunaweza tukasema wasiokuwa nacho, wanatoa kwa kujinyima coins na nini, 1,500 kila mmoja anatoa alichogusu. Wewe unajifunza nini katika haya mafungu ya michango mawili? Kipi kina maana sana? Huyu aliyekuwa nacho mpaka na extra, hata akitoa inaweza isimuathiri kiuchumi kivyovyote. Hata ikimwathiri
sio kama huyu wa upande wa pili ambaye yeye hana kabisa, hana chochote, lakini anaona imani yangu bora niiweke hapa, ni support hiki chama. Wewe Mtanzania unajifunza nini kwenye hawa wachangaji wawili? Na wewe ambaye ungeweza kuchangia, ungeweza kusaidia ili hawa wasiokuwa nacho, wasio na kitu, wanaoumia, wanaotaka mabadiliko, nao at least waione pepo, at least wapate nafuu ya maisha. Hamjaona umuhimu wa kuwachangia Chadema, na hii inamaanisha nyinyi wenye uwezo ambao mna sponsor mabilioni ya hela, hamjaona umuhimu wa kuwasaidia Chadema kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wote kiujumla, ambao kama mnafanya biashara basi ndo consumers wenu, ndio wanunuaji wa bidhaa zenu. Wengi wenu mabiashara, mna mabidhaa mengi tu mnayoyauza ambayo mengi yao yanayagusa watu wenye maisha ya chini. Hamjaona umuhimu wa watu wenye maisha ya chini ambao wanatoa mpaka hela zao za mwisho, hawa wateja wenu hao, kuisupport Chadema. Maana nyinyi mna chance ya kuipush Chadema. Inawezekana na usiku waka adjust hizo kodi zenu, japo ni hatusemi hivyo kwa sababu itakuwa ni kama mambo ya rushwa au mambo kinyume na sheria, lakini hamuamini kwamba Watanzania, nguvu ya umma, kile ambacho inakitaka basi kina manufaa na kwenu nyinyi, kwa sababu bidhaa zenu na biashara zenu na kila kitu chenu kinatutegemea sisi, ndugu zetu ambao tunataka mabadiliko. Bwana Njiwa na Mwewe hapa tunaongea mitandaoni kama vile tunaongea mimi na wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna wanaochangia chama wenye uwezo kabisa wa kuleta impact kwenye hii michango, lakini wao watachanga tu pale ambapo wataona kuna promises za wao kurahisishiwa kodi na biashara zao na nini, lakini hawezi kutia mkono wao kwenye Chadema. Na hata wakitia, labda inawezekana wanatia, lakini hawataki hiyo kujulikana hata wametia, kwa sababu inaweza ikawatia kwenye matatizo. Tunarudi pale pale, ni uoga, na ndio unawapa jeuri watu wa upande wa pili. Wakati sio uoga ndugu zangu, kwa sababu ni wakati wa Mwenyezi Mungu. Huu ni wakati wa Mwenyezi Mungu, na ndio maana tunasema Chadema wanapitisha kapu la michango, watu wanagombania kuchanga, ni vitu ambavyo tunaviona sehemu na mahali patakatifu, sehemu za ibada na sehemu kama hizo, watu wanaguswa kwa staili hizo. Sasa tukiona inaanza kutokea kwenye viwanja vya siasa, tunaanza kuona presence ya Mwenyezi Mungu kwenye siasa zetu, ndugu zangu. Kwa hiyo na imani wafanyabiashara wengi sana, dini zote, mna imani, mnasali, mnaabudu, muoneni Mungu kupitia mifano hii midogo ambayo inatuonesha. Njiwa na Mwewe hapa tunaongea mitandaoni kama vile tunaongea mimi na wewe.